Naitwa Kilian Mwaliego, ni mhakiki na mthibitishaji wa taarifa kutoka Jamii Check, na tumekuwepo hapa Zanzibar kwa siku nzima, ambapo tumekuwa na mafunzo ya uhakiki na uthibitishaji wa taarifa kwa waandishi wa habari kutoka hapa Zanzibar, na kikubwa ambacho tumejengea uwezo kwa waandishi hawa wa habari ni namna ya kutumia mbinu za kidijitali katika kuthibitisha taarifa na kuwezesha kupambana na taarifa potofu ambazo hasa zimekuwa zikisambaa zaidi kutokana na maendeleo ya teknolojia, hasa kwenye mitandao ya kijamii. Nyenzo hizi zitawasaidia wanahabari kuwawezesha wananchi kupata taarifa sahihi, kutokana na wao sasa kuwa na hizi tools ambazo zitawasaidia kuthibitisha maudhui ambayo yamekuwa yakisambazwa mtandaoni. Lakini pia licha ya waandishi kufanya uhakiki na uthibitishaji wa taarifa, ujuzi ambao wameupata pia mimi ningewasisitiza pia kwenda kuutumia pia kuelimisha wananchi kuhusiana na taarifa potoshi, lakini pia ni kwa namna gani wanaweza kukabiliana na hizi taarifa potoshi na wanawezaje kuthibitisha na kubaini taarifa sahihi ili kuwawezesha kufanya maamuzi sahihi kulingana na jambo husika ambalo wanakuwa wanapata taarifa kwa wakati huo, kwenye afya, kwenye siasa, kwenye michezo, uchumi na biashara na maeneo mengine mengi. Wafanye maamuzi sahihi kulingana na taarifa sahihi. Tumekuja Zanzibar, Unguja, kutoa mafunzo ya uhakiki wa taarifa, na hii ni moja kati ya programu zetu ambazo tumekuwa tunazifanya kwa muda mrefu kuanzia tulipoanza jukwaa letu la Jamii Check mwaka 2022. Licha ya sisi wenyewe kuhakiki taarifa, lakini tunaamini pia katika wananchi kujua kuhakiki taarifa, lakini pia waandishi wa habari kujua kuhakiki taarifa ili kuweza kukamilisha ile 360 approach ya uhakiki wa taarifa. Kwanza niseme kwamba waandishi wa habari wanahakiki taarifa tangu enzi na enzi, sio kitu kipya, lakini kwa ujio wa dijitali hii swali linakuwa gumu, kwa sababu sasa hivi kila mtu anasambaza taarifa, kila mtu anaweza kuzalisha taarifa na kufikia watu wengi. Kwa hiyo hapo ndipo hasa tunapoona ombwe, lakini hapo ndipo tunapoona changamoto, na ndipo tunakuja na program kama hizi za kuwawezesha waandishi kuendana na kasi ya dijitali, jinsi ambavyo wale wanaotengeneza taarifa potofu wanavyokuza namna yao ya kutengeneza taarifa potofu, ndivyo inavyotakiwa sisi tunahakiki taarifa pia tujiendeleze. Kwa hiyo hii ina chachu ya sisi kufanya mafunzo yanayotokana na ukuaji wa dijitali, uwepo wa mambo ya akili mnemba, uwepo wa issue za deep fakes. Hizi video zinatengenezwa ambazo zinafanana na uhalisia. Kwa hiyo tunataka waandishi hususan wa mtandaoni wajue ni namna gani wanaweza kuzitambua hizi video, na namna gani watazitambua haya maudhui ili wasiyasambaze zaidi kwa wananchi. Lakini pia kikubwa tunachosisitiza kwenye haya mafunzo ni kwamba pia wao waweze kuwafundisha watu wengine, yani umma pia ujue jinsi ya kuhakiki taarifa. Jina langu ni Ali Kinasa, ni mtangazaji kutoka ZBC, na pia ni moja kati ya wanufaika wa mafunzo haya. Na bila shaka kama tunavyofahamu kwa ujio wa mitandao ya kijamii umekuja na mapinduzi makubwa ya upatikanaji wa taarifa. Hivyo imeonekana katika kipindi cha hivi karibuni taarifa potofu zikienea katika mitandao ya kijamii, na hiyo inatokana na kuwa baadhi ya wanahabari kama sisi, kadhalika baadhi ya wananchi hawana taaluma kuhusiana na uhakiki na uthibitishaji wa usahihi wa taarifa zenyewe. Kwa hiyo mafunzo haya yamekuja kutuwezesha katika kuona namna gani tunaweza kubaini taarifa zilizo sahihi, lakini taarifa zisizo sahihi, lakini pia itasaidia katika kuilinda jamii kutokana na kusambaa kwa taarifa potofu. Na ufahamu kwamba kuna masuala ya propaganda, kuna masuala ya kuchafuana baina ya watu na watu. Sasa haya mafunzo yanakwenda kutuwezesha kuepukana na masuala haya, lakini pia vile vile tunaweza kuwa mabalozi wa kueleza wengine, lakini kuwaelekeza
namna sahihi, vifaa sahihi, njia sahihi za kuthibitisha ukweli wa taarifa, kwamba si kila taarifa tunayoiona mtandaoni ni taarifa sahihi. Of course, mimi ndo mtu wa kwanza. Maanake kama mimi nimeyapata mafunzo leo, ni namna gani nitaweza kumfundisha yule mtu mwingine. Channels za media ziko nyingi, magazeti, medias, social media sana sasa hivi ni social media. Maanake kupitia hizi social media tutapaswa kutengeneza maudhui ambayo yataweza kuwanufaisha wale watu ambao hawakuwa na uwezo wa kufikiri kwamba hivi vitu havina usahihi ndani yake. Maana yake nitatengeneza maudhui ya kuwatoa huko na kuwaweka kwenye usahihi wa kufahamu kwamba taarifa wanapaswa kuzihakiki katika namna vipi, wanapaswa kuamini kutoka kwenye sources zipi na vitu kama hivyo.